Habari za asubuhi msikilizaji, karibu katika kipindi cha yaliyojiri kutoka Radio Kwizera FM inayotangaza kutoka mjini Ngara mkoani Kagera nchini Tanzania. Ndani ya kipindi hiki utasikiliza matukio mbalimbali yanayojiri katika jamii yetu, kijamii, kiuchumi na hata kisiasa. Miongoni mwa taarifa tulizonazo asubuhi hii ni pamoja na mgombea wa urais kupitia chama cha Democratic Party DP amenadi ilani ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu mkoani Kigoma. Na wanafunzi wa shule za bweni wilayani Rumonge mkoa wa Burunga wamesema wameanza muhula wa shule mwaka huu bila huduma ya maji safi. Tuma ujumbe wako kwa namba ya ujumbe mfupi 0692 57 36 15 na maoni yako nitayasoma hapo baadaye. Mimi ni Joyce Hamka, karibu sana. Tunaanza kipindi chetu kwa kuanzia huko mkoani Shinyanga. Uongozi wa Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora umewataka waandishi wa habari nchini kufanya kazi zao kwa kuzingatia sheria, kanuni na misingi ya kazi zao kuelekea uchaguzi mkuu ili kuepukana na kukumbana na mkono wa sheria. Mwanahabari wetu Amos John ana undani wa taarifa hii. Tahadhari hiyo imetolewa na kamishna wa haki za binadamu na utawala bora Bwana Nyandashuri wakati akitoa mafunzo kwa waandishi wa habari mkoa wa Shinyanga juu ya mambo muhimu wanayotakiwa kuzingatia katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unawahitaji sana wadau wote wakiwemo waandishi wa habari. Ni kweli kwamba tunahamasisha haki, tunahamasisha wananchi wajitokeze kupiga kura ambao ni haki yao, lakini pia vyombo vya habari vina wajibu wa kutunza siri ya mgombea anavyopiga kura. Kwa mfano, mwandishi yeyote wa habari atakayedhani kwamba ana haki ya kumulika mpaka kile kikaratasi ambacho mwananchi amepiga kura na akaweka vema upande fulani, aelewe kwamba hiyo sio haki yake, kwa sababu tuna wajibu pia wa kulinda usiri kura ya mwananchi ambaye ameipiga. Lakini zipo haki mbalimbali ambazo lazima kwa kutumia kalamu zetu tutatakiwa kuzifuatilia na kuzitetea. Tunatakiwa kuzitetea. Tuna jukumu la kufanya la kuhakikisha kwamba tunatekeleza wajibu wetu kwa weledi na kujiepusha na uandishi au utoaji wa taarifa ambazo sio za kweli. Kwa upande wake Bwana Brighton Mwiga ambaye ni afisa mchunguzi mkuu kutoka Tume ya Haki za Binadamu na Utawala Bora, hapa kasisitiza mambo muhimu ambayo vyombo vya habari na waandishi wa habari wanapaswa kuzingatia wakati wa kutekeleza majukumu yao. Tuna sheria ya habari ambayo nafikiri ndio sheria yenu ya msingi ya mwaka 2016, inahakikisha vyombo vya habari kusanya taarifa na wajibu wa kusambaza taarifa kwa wananchi. Katika kipindi cha uchaguzi au wakati wa uchaguzi kuna haki ya kuchagua na kuchaguliwa. Kila raia mwenye sifa anastahili kushiriki uchaguzi bila vizuizi visivyo halali. Wananchi wanapaswa kupata taarifa za kuaminika kuhusu wagombea, vyama na taratibu za uchaguzi. Waandishi wa habari ni lazima wazingatie viwango vya hali ya juu ya kudumisha uaminifu na kutunza imani yao kwa umma, kusimamia ukweli, uaminifu na kutunza imani yao kwa umma. Baadhi ya waandishi wa habari waliopatiwa mafunzo hayo akiwemo Bwana Simeo Makoba na Grace Nikakulu wakaeleza umuhimu wa mafunzo walioyapata. Mafunzo haya kimsingi yametukumbusha wajibu kama waandishi wa habari, lakini na haki tulizonazo katika kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Jambo ambalo tunapaswa kulibeba ni hasa kuhakikisha kwamba hatupendelei chama chochote na hatuegemei upande wote kama waandishi wa habari, lakini vile vile kuhakikisha kwamba wananchi tunawapa taarifa sahihi, kuangalia maslahi ya taifa na kuhakikisha kwamba baada ya uchaguzi wa Tanzania wanaendelea kuwa wamoja. Tume ya Haki za Binadamu leo imetupa nyenzo na imetukumbusha kwamba sisi kama waandishi wa habari hatuna budi kuzingatia mambo mengi kuelekea kipindi cha uchaguzi mkuu. Kutoka hapa mkoani Shinyanga, mimi ni Amos John wa Radio Kwizera FM. Kutoka huko mkoani Shinyanga, sasa ni manispaa ya Kigoma Ujiji. Mgombea wa urais kupitia chama cha Democratic Party DP amenadi ilani ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu mkoani Kigoma, zaidi akijikita katika kuangazia masuala ya afya, elimu na kilimo. Taarifa ya mwanahabari wetu Naomi Milton inaeleza zaidi.
Ni mkutano wa tatu katika mkoa wa Kigoma ambapo mgombea urais kupitia chama cha Democratic Party DP Abduli Juma Mluya akiwa katika kata ya Simbo Ilani Kigoma amewahakikishia wananchi kuwa serikali ya DP haina ubabaishaji katika utekelezaji wa ilani ya chama chake. Serikali ya Democratic Party, ikiwa Mungu itampendeza na ninyi mkanipigia kura nikaenda pale Ikulu, kina mama kuanzia kliniki itakuwa ni bure, kujifungua bure, na siku mama mjamzito anapokuwa amejifungua mwanae anapotoka kwenda nyumbani itakuwa ni wajibu wa serikali kumpa lishe ya mama na mtoto kwa muda wa miezi 3. Leo hii ukifiwa wewe una huzuni, madaktari wanafurahia kwa sababu hela zitaingia. Tena wanaulizana namna gani ana wiki andika milioni 5 hapo. Na huchukui mwili wako mpaka ulipe ile fedha. Serikali ya Democratic Party itakuwa ni marufuku. Itakuwa ni lazima wazee wote, watu wenye uhitaji maalum wapewe fedha ya kujikimu ya kila mwezi. Na hili linawezekana. Vijana wote watapewa maeneo kule. Waende wakafanye kilimo cha mkakati. Hayo matrekta wanaoyasema, wanaoyaahidi kila siku, ndugu yangu, uongo. Tutabadilisha kilimo kutoka kilimo cha mkono kwenda kwa kilimo cha kisasa. Ilikuwa sijaota mvi, mpaka leo mvi zimeota. Sijaona trekta la kijiji. Kampeni hizi zimehudhuriwa na mamia ya wananchi ambao na wamezungumza namna wanavyotamani kupata mwakilishi au viongozi waadilifu kwa maslahi yao na taifa kwa ujumla. Ni rais ambaye atakayekuja kubadilisha elimu kwetu Tanzania, hasa kwenye upande wa elimu ya shule ya msingi hadi sekondari. Ameongea vitu vya msingi ambavyo vimenigusa, kwamba ataangalia kipaji cha mtoto akiwa bado yuko darasa la 5, ataangalia kipaji chake kinaelekea wapi, kisha atamwelekeza kusomea kipaji chake ili atakuwa amehitimu form 4 au kuhitimu chuo kikuu, hata kama asipopata ajira arudi kujiajiri kwa ile renki aliyosomea toka elimu ya chini. Hicho cha kututetea sisi wananchi na kujifungua bure, hususa huduma zote tu mmezozitamka sisi zimetupendezesha, kwa sababu wengine hali zetu zipo chini, hatuna uwezo. Sababu kubwa ni hivi, kwanza hapa ni wakwetu, hata usaidia sisi kwa vyovyote vile. Ataongeza mfumo wa kilimo kwa sisi vijana. Nafaa sana awe kiongozi. Kutoka hapa mkoani Kigoma, yaliyojiri, Naomi Milton, Radio Kwizera. Msikilizaji, na sasa tuhitimishe kipindi chetu kwa kuelekea huko nchini Burundi ambako wanafunzi wa shule za bweni wilayani Rumonge mkoa wa Burunga wamesema wameanza muhula wa shule mwaka huu bila huduma ya maji safi katika shule zao, na wameomba changamoto hiyo itafutiwe ufumbuzi wa kudumu. Elias Anton kutokea nchini Burundi anaripoti kamili. Mazi arakunda gukama keshi. Mazi dukoresha na nyene ikinyonga. Kama muhula wa mwaka wa shule kwa wanafunzi wa bweni wa Lycée Rumonge hadi muhula wa mwaka huu wa shule, changamoto ya ukosefu wa maji katika shule hiyo haujapatiwa suluhisho, ambapo Fredin Hiranyibagira amesema tangu Jumapili iliyopita hadi leo hakuna huduma ya maji safi katika shule hiyo, swala ambalo linachangia kuwepo kwa usafi mdogo katika shule husika pamoja na maeneo jirani. Kuva kwa Mungu twashitse kwa usanga tugiye kuja tutakaravye. Tangu siku ya Jumapili iliyopita hadi leo hatuna maji hapa. Tumekuwa tukila chakula bila kunawa mikono, na mtu wakati mwingine unakuta ametoka chooni kujisaidia, uchafu na nini, na hakuna kunawa. Mwenzake Analize Shimirimana na wenzao wamesema hali hiyo ni changamoto hususan kwa wasichana. Mazi arakunda gukama keshi. Maji yamekuwa yakikatika mara nyingi. Wakati mwingine hata wiki inapita bila kuyaona. Usanga tudakoropa ngo poge, tutamesura. Unakuta hatudeki, hatuogi, hatufui nguo zetu tulizovaa, hususan kwa kina dada. Tukiwa katika siku zetu hedhi bila maji tunasumbuka mno. Wamesema kuhofia mfumuko wa maradhi yatokanayo na usafi mdogo, wakiomba wahusika kutafutia mwarobaini swala hilo. Nuko boraba bakadutunganiriza bakaturosa. Watizame watupatie maji kwa kweli ili tusomee katika mazingira rafiki hapa katika shule yetu ya Lycée Rumonge. Naye mkurugenzi wa shule hiyo Bwana Deo Bakanibona, licha ya kukiri kuwepo kwa changamoto hiyo, ameomba uhaba wa maji safi katika shule anayoiongoza, kwamba si vyema kufumbiwa macho. Atamazi ahari ni kibazo gukoro. Bila maji ni changamoto, kudeki, kupika ni changamoto kwa kweli. Sawa, zipo hata baadhi ya changamoto tulizonazo, lakini ukosefu wa maji ipatiwe kwanza suluhisho. Idara ya maji pamoja na umeme nchini Burundi Regideso wamesema changamoto hiyo
inafahamika na kwamba inashughulikiwa kama mkurugenzi wa shirika hilo nchini Burundi, Bwana Albert Manigomba anavyofahamisha. Sawa, wakati huu tunajitahidi, tunafanya kila tunachokiweza, kwa Kifaransa naweza kusema rationnement, ili wapatiwe huduma ya maji wote wanayoyahitaji. Lakini wavute subira kwa sasa, kwa kuwa upo mradi mkubwa wa maji wa kuyafikisha hapa kutoka mjini Rumonge, na ni shughuli inayofanyika kwa haraka. Nadhani ndani ya mwezi mmoja itakuwa imekamilika. Tuko tunafanya kila juhudi. Amesema mradi huo ulikwamishwa na vifaa vilivyoagizwa kutoka nje ya nchi, sanjari na kudai mafundi wa shirika hilo wako kazini. Yaliyojiri kutoka nchini Burundi, mimi ni Elias Antoni, Radio Kwizera FM. Na sasa nasoma ujumbe wako msikilizaji ambao umeutuma kupitia namba ya 0692 573615. Nikianza na huyu anasema anaitwa David Wilson kutokea Ruhama, Kiebi Tembe Mleba. Umesema tume ya haki ya binadamu ni tume ya haki ya binadamu ni ujumbe mzuri kwa waandishi wa habari na imani watafata utaratibu. Haya, asante. Mwinjilisti Wilson Gerard kutokea Nyakurazo Mrusagamba amesema kwa kweli endelea kutoa mafunzo yanayohusu haki ya kibinadamu kwa ajili ya kumchagua mtu unayemtaka bila kulazimishwa au kutekelezwa au kuelekezwa na mtu yeyote. Waandishi wa habari tunatoa huduma kwa vyama vyote. Anaitwa Mashati Matatu, anatokea Kanabwojo, Nyakiziba, Ngara. Asante kwa ujumbe wako huo. Rafael Zakali Siosioli wa Mvugwe Kasulu. Jamani wananchi, kampeni za wagombea ni nzuri, msizipuuzie kuzisikiliza. Umesema kuzisikiliza kwani ndio dira yetu kujua kesho atafanya nini. Na huyu ni Benedicto John kutokea Mbubangara. Jamani, serikali iwasaidie hao wanafunzi hapo shuleni, iwape maji, maana maji ndiyo kila kitu. Kwa hiyo serikali kweli iwasaidie wakazi wa Burundi. Justus unatokea wapi? Shanga Ngikombe, tuko pamoja. Haya, asante. Na huyu ni Innocent Kaosenti wa Mungihanga cha Churazo Kakonko. Serikali ya Burundi ni vyema wanafunzi hao wakapatiwa maji safi na salama. Kwa kweli wawapo shuleni bila maji ni changamoto kubwa. Huyu amesema serikali huko mkoani Rumonge nchini Burundi iweze kuwapatia maji hao wanafunzi mashuleni. Anaitwa London Dishon wa Mugoma, Ngara. Na huyu amesema anaitwa Abeli Joseph wa Mshikamano Rusumo, Magereza, Ngara. Serikali ya Burundi jitahidi kuwafikishia maji hao wanafunzi wanaoanza muhula wa kwanza huko Burundi. Na msikilizaji, kufikia hapa kipindi cha Yaliyojiri kimefika tamati. Usikose kusikiliza kipindi hiki leo siku 3:30 kwa matukio mbalimbali ya kijamii, kiuchumi na kisiasa, na marudio yake ni hapo kesho kuanzia saa 1 asubuhi. Nikukumbushe tu miongoni mwa taarifa tulizokuwa nazo asubuhi hii ni pamoja na mgombea urais kupitia chama cha Democratic Party DP amenadi ilani ya chama hicho kuelekea uchaguzi mkuu mkoani Kigoma. Na wanafunzi wa shule za bweni wilayani Rumonge mkoa wa Burunga wamesema wameanza muhula wa shule mwaka huu bila huduma ya maji safi. Na kwa niaba ya wote waliosikika, mwandaaji wa kipindi hiki Albert Andrew Kavano, mimi ni Joyce Hamka. Endelea kusikiliza Asubuhi Njema.